Hello, mambo vipi? Karibu tena kwenye channel yetu Kipato Digital TZ, na hapa nimekusogezea majina ya waliopangiwa vituo vya kazi baada ya kufaulu usahili kwa nafasi mbalimbali za ajira serikalini. So, kama ulifanya usahili kwenye ajira za serikalini mwaka jana na mwaka huu, hakikisha unaangalia video hii hadi mwisho ili kujua kama umepangiwa kituo cha kazi au uendelee kusubiri. Nanukuu tangazo kama ifuatavyo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Ofisi ya Rais, Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma. Tangazo la kuitwa kazini. Katibu wa Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma anapenda kuwataarifu waombaji kazi wa nafasi mbalimbali waliofanya usahili kati ya tarehe 3 mwezi wa 11 2024 na tarehe 14 mwezi wa 4 2025 kuwa matokeo ya waombaji kazi waliofaulu usahili huo ni kama yalivyoorodheshwa katika tangazo hili. Orodha ya majina haya pia inajumuisha baadhi ya wasahiliwa waliokuwa kwenye kazi data, yani database, kwa kada mbalimbali ambao wamepangiwa vituo vya kazi baada ya nafasi kupatikana. Wasahiliwa wote waliofaulu usahili na kupangiwa vituo vya kazi, barua zao za kupangiwa vituo vya kazi watazipata kupitia akaunti zao za ajira portal kwenye sehemu ya My Applications. Hivyo watapaswa kupakua na kutoa nakala, yani kudownload na kuprint barua hizo na kwenda nazo kuripoti katika vituo vya kazi walivyopangiwa. Aidha, waombaji kazi waliofaulu usahili na kupangiwa kituo cha kazi wanapaswa kuripoti kwa mwajiri katika muda ambao umeainishwa kwenye barua za kupangiwa kituo cha kazi. Aidha, waombaji kazi waliofaulu usahili na kupangiwa kituo cha kazi wanatakiwa kuripoti kwa mwajiri katika muda ambao umeainishwa kwenye barua za kupangiwa kituo cha kazi wakiwa na vyeti halisi, yani original certificates za masomo kuanzia kidato cha 4 na kuendelea, ili vihakikiwe na mwajiri kabla ya kupewa barua ya ajira. Kwa wale ambao majina yao hayapo katika tangazo hili, watambue kuwa hawakupata nafasi au hawakufaulu usahili, hivyo wasisite kuomba kwa mara nyingine nafasi za kazi zitakapotangazwa. Na ifuatayo ni orodha ya majina ya waliopangiwa vituo vya kazi baada ya kufaulu usahili. Waliopangiwa halmashauri ya mji Mbulu, Legal Officer. Jina ni Basilisa Claudi Mwakimbwala. Waliopangiwa chuo kikuu cha Dodoma, yani JUDOM, mwandishi mwendesha ofisi daraja la pili, yani Office Management Secretary. Jina ni Kulthum Saidi Hassani. Waliopangiwa chuo kikuu cha Dodoma, yani JUDOM, afisa ununuzi daraja la pili, yani Procurement Officer. Jina ni Mike Invokaviti Mlema. Waliopangiwa chuo kikuu cha Dodoma, JUDOM, Dobi, yani Launtera. Majina ni kama ifuatavyo: Leonard Kazi Saidi na Bikolimana Nulu Wakaka. Waliopangiwa chuo kikuu cha Dodoma, yani JUDOM, afisa ugavi, yani Surprise Officer. Jina ni Ibrahim Yahya Mlisho. Waliopangiwa chuo kikuu cha Dodoma, yani JUDOM, Planning Officer. Jina ni Veneranta Vedastus Lufano. Waliopangiwa chuo kikuu cha Dodoma, yani JUDOM, Supply Assistant. Jina ni Gertrude Henry Shija. Waliopangiwa Taasisi ya Taifa ya Utafiti wa Magonjwa ya Binadamu, NIMR, mtakwimu daraja la pili. Majina ni kama ifuatavyo: Manga Saidi Manga na Ayubu Kazumba Christian. Waliopangiwa Taasisi ya Taifa ya Utafiti wa Magonjwa ya Binadamu, NIMR,
mhasibu daraja la pili, yani accountant. Jina ni Clement Robert Clear. Waliopangiwa Taasisi ya Taifa ya Utafiti wa Magonjwa ya Binadamu NIMR, Planning Officer. Jina ni Margaret James Ihunyo. Waliopangiwa Taasisi ya Taifa ya Utafiti wa Magonjwa ya Binadamu NIMR, Afisa Ukaguzi wa Ndani. Jina ni Ramadhani Mustafa Hamis. Waliopangiwa Shirika la Mzinga, Internal Auditor. Jina ni Diana Charukura Benjamin na Jessica Edmund Limo. Waliopangiwa Bodi ya Kahawa Tanzania TCB, Afisa Hesabu daraja la pili, yani Accounts Officer. Majina ni Lucy Levi Mpagike na Peter Yona Masalu. Imetolewa na Katibu Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma. Mwisho wa kunukuu. Hiyo ni PDF ya 30 tangu serikali yaanze kutoa majina yaliyopangiwa vituo vya kazi baada ya kufaulu usahili. Na kama umekosa jina lako kwenye PDF hii, hakikisha unaendelea kufuatilia PDF nyingine zinazotolewa kila siku na serikali, na utazipata hapa hapa kupitia chaneli yetu ya Kipato Digital TZ. Cha muhimu, hakikisha umesubscribe na umebonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata notification na post zote ambazo zinapostiwa kwenye chaneli hii kila siku. Na kama umependa maudhui hii, usiache kulike, kucomment na kushare na wengine ili nao wapate au wafikiwe na tangazo hili kama ambavyo wewe umefikiwa. Basi kwa leo sina la ziada. Asante kwa kuangalia video hii kutoka mwanzo hadi mwisho. Tukutane posti ijayo.